Dear viewers, welcome Mtume TV. Jesus is coming back again. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu ambaye ametuweka hai. Kabla tujaanza kipindi chetu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa kuwa unaenda kuzungumza na watoto wako. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Furaha ya kweli sehemu ya pili. Katika somo hili tunakwenda kujua vitu ambavyo vitaleta furaha katika maisha ya mwanadamu. Na moyo ulioondokana na vifungo vya dhambi au hatia ndio moyo ambao utakuwa na furaha ya kweli. Yapo mambo ambayo yanaleta furaha ya kweli. Jambo la kwanza, huwezi kupata furaha ya kweli usipowekwa huru. Katika kitabu kile cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 32 ambayo inasema, mtaifahamu hiyo kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo katika kupitia kufahamu kweli, inafanyeje? Inakuweka huru. Katika kitabu kile cha Yohana 17:17, neno lako ni kweli, na uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ni kweli. Roho Mtakatifu ndiye anayeponya nafsi na kuiweka huru. Kitabu kile cha Timotheo wa pili 3:16 ambapo inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Yapo mambo manne yafaa kwa pumzi ya Mungu. Hili neno la Mungu ambalo ndiyo pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, la kuwaonya watu makosa yao, kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Lakini anamalizia katika lile fungu la 17, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Jambo la pili, zipo kanuni za kimaadili za kukuweka huru ambazo ni amri za Mungu. Tumesoma katika neno la Mungu ya kwamba amri kuu ni upendo. Sasa nisikilize kwa makini. Kiini ni upendo, lakini inaelekeza katika mishale miwili. Mshale wa kwanza unaelekeza kule juu mbinguni kwa Mungu wa mbinguni, mshale mwingine unaelekeza chini duniani. Kwa hiyo kuna kumpenda aliyeko mbinguni, lakini kuna kumpenda aliyeko duniani. Katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 20, sasa tunaanza hizo kanuni 10. Kanuni ya kwanza, tunaanza na lile fungu la 3. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo ni mshale wa kuelekeza kule mbinguni. Kanuni ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho majini chini ya dunia wala kitu chochote. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wabatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Hiyo ni kanuni namba 2, inakuelekeza kule juu mbinguni. Kanuni namba 3, usihitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Mungu anahitajika kuheshimiwa. Hiyo ni kanuni ya 3, inakuelekeza juu. Kanuni ya 4, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Siku sitafanya kazi na utende mambo yako yote. Katika kanuni hii ya 4, nipende tu kukazia katika jambo hili, na ufanye mambo yako yote. Lakini kitu kingine, ikumbuke, usisahau. Katika juma zima usisahau. Fanya mambo yako yote. Hii ni kanuni ya 4. Kwa hiyo katika kanuni hizi 4 zinakuelekeza kule mbinguni, kumtii Mungu wa mbinguni. Lakini mshale mwingine unakuelekeza duniani unakoishi. Namba 1, waheshimu baba yako na mama yako. Lakini hiyo ni katika lile fungu la 12. Fungu la 13, usiue. Fungu la 14, usizini. Fungu la 15, usiibe. Fungu la 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Fungu la 16, nirudie, usimshuhudie jirani yako uongo. Fungu la 17, usitamani.
umesema usitamani kitu chochote cha jirani yako. Kwa hiyo ni kanuni 6 ambazo zinakuelekeza, au tunasema kwamba ni mshale unaokuonyesha kumpenda mwanadamu anayekuzunguka hapa duniani. Kwa hiyo kanuni zimekuwa ni 10, na nipende kukazia vitu hivi. Katika ile amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Hili ngoja nilikazie kwa sababu nasikika katika jamii ya watu wengi. Sabato ni Jumamosi, na tunasoma katika kitabu kile cha Mathayo 28 na mstari wa 1, ambayo inasema hata Sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, ambapo Yesu alifufuka siku nyingine kutoka katika vifungo vya dhambi. Dhambi ni nini? Nisikilize msikilizaji na mtazamaji. Katika kitabu kile cha Warumi sura ya 3 na mstari wa 20 inasema hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa kwa matendo ya sheria. Hiyo tuiseme ni A. Kwa sababu kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Hiyo tuiseme ni B. Kwa njia ya sheria. Sheria ndiyo kioo ambapo mwanadamu anaenda kujiangalia kuona kwamba amepungua wapi. Katika kanuni moja, uvunjaji wa kanuni moja unaonyesha kwamba tayari mwanadamu ameingia katika dhambi. Na nikukumbushe tu katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 11 ambayo inasema kwamba kumpenda Mungu katika kutii maagizo yake, mausia yake, amri zake na hayo maagizo ambayo ameyasema. Lakini pia nije tu nikuelezee katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 2 na mstari wa 10 ambayo inasema ya kwamba mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana aliyesema usizini ndiye aliyesema usiue. Kwa hiyo kanuni zote zinategemeana na zina uzito sawa. Hakuna sheria au kanuni ambayo inatiliwa uzito zaidi na nyingine kupuuzwa. Zote zinategemeana. Katika fungu hili, katika hicho kipengele B, kwa maana ya kwamba kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hiyo sheria au kanuni hizi za kimaadili ndizo zinazoonyesha mwanadamu amekosea wapi, amemtendaje Mungu dhambi. Lakini nielezee kipengele hicho nilichokiwekea A kwamba hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Ni swali ambalo limekuwa likiulizwa na watu wengi kwamba je, kwenda mbinguni nifanye nini ili niende mbinguni? Je, kushika sheria ndio kwenda mbinguni? Katika kitabu kile cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, halafu mwisho huku anamalizia kila aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tiketi ya kwenda mbinguni ni kumwamini Kristo. Sheria ipo kwa ajili ya kanuni za kimaadili na kwa ajili ya sisi kuenenda kwayo ili kuvuta mambo mema katika maisha yetu. Lakini msikilizaji, katika kipengele hicho ya kwamba hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa kwa matendo ya sheria, nielezee makundi matatu katika jamii au katika ulimwengu huu wanavyoamini. Kundi la kwanza ni kundi ambalo linaamini, hii ni kibiblia kabisa, kushika sheria kwa msaada wa Yesu Kristo. Kushika sheria kwa msaada wa Yesu Kristo. Lakini lipo kundi la pili ambalo wameiacha sheria ila wanakiri kumkubali Yesu Kristo kwamba wameokolewa kwa neema. Lakini kundi lingine la mwisho la tatu ni hawaamini kuhusiana na kuokolewa kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo yapo makundi matatu. Lakini kundi ambalo liko kibiblia zaidi ni kundi la kwanza ambalo linaamini ya kwamba katika kupitia
kutii amri za Mungu au kanuni hizi za maadili kwa msaada wa Yesu Kristo ndilo kundi ambalo liko sahihi. Kwa hiyo ni swali juu yako mtazamaji, ya kwamba wewe uko katika kundi lipi, na ikiwa kama uko katika kundi hili la pili na la tatu, Roho Mtakatifu anene nawe ili uje kuungana kwa njia ya imani katika hawa wanaoamini katika Biblia kabisa, kundi la kwanza. Yangu, utumwa umeondolewa. Tumeona ya kwamba katika kukosa katika hizi kanuni 10, maana yake kunapelekea dhambi. Kwa hiyo dhambi ni hatia ambayo inakuwa ikisumbua katika mawazo ya mwanadamu. Kwa hiyo nini cha kufanya katika kuondokana na hiyo? Ni kurejea katika kanuni za Mungu. Utumwa umeondolewa. Katika kitabu kile cha kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 1, ambayo inasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Ikiwa tunazishika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Kwa hiyo tumeona umuhimu wa sheria za Mungu ambazo ndizo kanuni za kimaadili. Na nikumbushe tu ya kwamba katika ile Kumbukumbu la Torati 11, kumpenda Mungu kwa kutii maagizo yake, amri zake, hukumu zake na mahusia yake. Kwa hiyo ili kupata haki ni kwa njia ya imani. Mkono wa kupokelea haki ni kwa njia ya imani. Nipende kutoa kisa hiki. Katika kipeperushi kimoja cha Yachunguzeni Maandiko, nilisoma kisa hiki kwamba walikuwepo wafanyakazi katika mnara. Wafanyakazi hao walikuwa wakitengeneza katika mnara ule juu mita kadhaa, lakini wakiwa wanaendelea kutengeneza, huku chini kulikuwepo na kondoo. Sasa mmoja akateleza akaanguka. Wale waliokuwa kule juu walikuwa na jua kabisa huyu hatapona kabisa, atakufa. Lakini cha kushangaza, walivyoshuka kutoka katika ule mnara wakaenda kule chini, wakakuta ameangukia kwenye kondoo. Halafu sasa cha kushangaza, yule kondoo alikuwa amekufa, lakini yule mtu alikuwa yuko hai. Kisa hiki naweza nikakifananisha katika maisha ya sasa hivi, ya kwamba mwanadamu na Yesu, amri zitadumu milele, lakini yawezekana wewe katika maisha yako umejikwaa katika amri moja. Tumesoma ya kwamba, tumejifunza ya kwamba ili kuondokana katika dhambi ni kujisalimisha kwa Yesu katika amri zake. Kwa hiyo kuhalifu sheria yake, kuhalifu sheria ya Mungu kuna kupelekea katika dhambi. Na nikazie, katika kumwangalia mtu hata kwa kumchukia, hiyo ni dhambi ya kuua. Kwa hiyo utakuwa umeweka hatia katika moyo wako. Kwa dhamira yako itakuwa inakusumbua, na kanuni zingine ambazo tumejifunza. Lakini nikazie pia katika amri ya Sabato. Mungu amesema utende mambo yako yote. Kwa hiyo katika juma zima, ikiwa hutatenda mambo yako yote, unaenda kuhalifu kanuni ya kibiblia ya Mungu. Tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Mkono wa kupokelea haki ni kwa njia ya imani. Nipende kukazia hili tena, ya kwamba wengi wamekuwa wakisema ya kwamba tunaokolewa kwa neema. Neema manake ni hii, unapewa kitu kukustahili.
sheria, uvunjaji wa sheria unadai kifo, lakini tunaye Yesu Kristo. Nikurudishe tu kwenye kisa ambacho nimekupatia ya kwamba umevunja sasa sheria. Sheria inadai kifo, lakini anakuja Yesu Kristo, anakufa, unahesabiwa haki kwa njia ya toba. Unahesabiwa haki kama yule mtu aliyedondoka kutoka kule kwenye mnara kule, kuanguka chini, badala ya kwamba yeye afe akadondokea kondoo akawa ndiye amekufa, lakini akabaki yuko hai. Wewe mpaka sasa hivi yawezekana ulikuwa unatembea katika dhambi ya kila namna. Sasa tunaye mwana kondoo Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya ulimwengu mzima, ambaye kwa huyo, kwa njia ya imani, ukiomba toba unapata haki kwa njia ya imani. Ni wito sasa. Msikilizaji, tumeona jinsi gani kanuni hizi za kimaadili zina mchango mkubwa katika kuleta uhuru katika dhamira au moyo. Katika kitabu kile cha Warumi 3:20 ambayo inasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo. Sikiliza rafiki yangu, sikiliza. Kama ulikuwa umehangaika na dhambi kwa muda mrefu, jawabu la ushindi katika maisha yako yote katika Kristo ya kushinda dhambi ni kufanya sehemu ambayo Mungu anakutegemea uifanye na ambayo unaweza kuifanya, na si kujaribu kufanya sehemu ya Mungu ambayo hategemei uifanye na ambayo huwezi kuifanya. Katika somo hili tumejifunza vitu vingi, na hivyo vitu naweza ukafanya maamuzi ya kwamba ninaamua kumpokea Kristo, ya kwamba nimeamua sasa kurejea katika kuitunza Sabato, nimeamua katika kurudi katika kujiepusha na kila namna ya tamaa, nimeamua katika kufuata utaratibu wa Mungu na kanuni zake. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ambalo nazungumza nalo ni kwamba kuna mtu ambaye alikuwa akitegemea katika kufaulu kiuchumi au katika biashara, kwamba anategemea waganga. Katika kitabu kile cha Yeremia 17 anasema, amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu. Kwa hiyo amebarikiwa mtu yule tena inasema kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye anamtegemea Mungu. Kwa hiyo wewe katika maisha yako, kama ulikuwa ukitegemea waganga, kumbuka hiyo ni laana inakutafuna, japokuwa wewe unaona mafanikio ya kupata hela, lakini ukweli ni kwamba ni laana. Lakini mpokee Kristo sasa ili upate baraka za kumtegemea Mungu. Lakini kitu kingine, ninazungumza na mtu ambaye yuko kitandani, anasema kwamba labda hawezi kupona, lakini kumbuka, kutokuamini ni dhambi. Amini ya kwamba Yesu tayari amerejesha somo katika maisha yako katika siku ya leo, ya kwamba anahitaji imani, anahitaji umwamini tu ya kwamba anaweza kukuponya. Lakini nazungumza na mtu ambaye ndoa inamsumbua. Jawabu ni moja, angalia kule juu. Yeye ndiye aliyeweka, ndiye muasisi wa ndoa, ndiye anayejua namna ya kutatua